Mambo vipi? Karibu kwenye siasa zetu special edition ambapo leo tunaye Jessica Mshama. Hii ni sehemu ambayo huwa tunakutana na viongozi kuzungumza masuala mbalimbali, kuangalia alama ama mchango ambao wameufanya katika kutumikia mama Tanzania. Leo ninaye Jessica Mshama, yeye ni mjasiriamali kutoka Tanzania, mmoja wa wajasiriamali wadogo kabisa, lakini pia ni balozi wa vijana Jumuiya ya Afrika Mashariki na ni mshiriki mdogo zaidi wa bodi ya Baraza la Sanaa la Taifa BASATA. Yes, lakini pia ni katibu wa idara ya uhamasishaji na chipkizi wa UVCCM Taifa. Na Jessica ni mwanzilishi pia wa Assumpta Digital Schools, lakini pia ana asasi ya kiraia inaitwa Nakuwa na Taifa Langu, ambazo zinalenga kuwezesha wanawake pamoja na vijana kupitia elimu ya kidijitali, elimu ya fedha pamoja na fursa za ajira. Huyu ni miongoni mwa vijana 30, tunasema vijana wenye umri chini ya miaka 30 ambao mlitajwa na jarida la Forbes la vijana wanaofanya vizuri chini ya miaka 30 kwa mwaka 2023. Karibu sana Jessica. Asante sana. Watu wanasema wasifu wa mtu hautoshi kueleza sifa zake vizuri. Bila shaka wewe utakuwa kwenye position nzuri ya kutueleza tuweze kumfahamu Jessica Mshama ni nani hasa nje ya huu mwongozo ambao nimeutoa. Kwanza kabisa napenda kumshukuru Mungu kwa kunipa nafasi hii ya kuzungumza na wewe katika hiki kipindi. Lakini pia asante kwa kunipa fursa ya kujitambulisha mbali na vile ambavyo umevisema. Ndio. Mimi naitwa Jessica Mshama, ni mzalendo. Ndiyo. Ni kijana Mtanzania. Naipenda nchi yangu sana na napenda kuitumikia nchi yangu. Kwa kujitolea, lakini hata katika shughuli za kijamii ambazo zitanihitaji. Lakini mbali na hivyo ulivyosema, mimi ni mwimbaji wa nyimbo za injili katika gospel group inaitwa J Sisters. Tumeanza kuimba toka zamani sana. Toka nikiwa na miaka 7. Na tuna album 3. Nice. Yeah. Kwa hiyo hicho tu ndo ningependa kukiongezea kwa vile ambavyo ulishevitaja. Okay. Na ni mtoto wangapi pengine kwenye familia ya nani? Bana Jessica Mshama, sio mara kwanza mimi nakusikia. Yeah. Ila ningependa kwa wale ambao hakufahamu kabisa waweze kukufahamu. Okay. Mimi ni mtoto wa mwisho wa mzee Mshama. Ndio. Na mama Mshama. Mamangu anaitwa Assumpta Mshama na babangu anaitwa Julius Mshama. Na sisi kwetu wote ni mabinti. Ndio maana tunaitwa J Sisters. Okay. Yeah, na majina yetu yote yameanzia na J. Ndio. Yeah, kwa hiyo kuna twins, Jennifer and Jacqueline, alafu kuna Juliana, alafu na mimi Jessica. Julius Mshama sio jina geni kwenye siasa za Tanzania. Hapana. Nadhani ni geni kwa watu wengi sana kwa sababu babangu sio mwanasiasa. Okay. Yeah, na mama yangu ndo mwanasiasa. Okay. Yeye alikuwa mbunge wa jimbo jimbo la Nkenge. Misenyi kule, na babangu yeye ni katika kipindi chake sasa hivi amestaafu, lakini katika kipindi chake alikuwa civil servant, mtumishi wa serikali. Yeah. Na nini kilitokea ukasema naacha muziki naingia kwenye uharakati kwanza kabla tujaingia kwenye siasa, ukasema naingia kutetea wanawake na mabinti? Mimi sijaacha muziki. Ya, unajua sisi waimbaji wa nyimbo za gospel hatuachi. Sema tu ndo labda yale matamasha kutuona tunatoa nyimbo na nini, lakini tupo bado tunaendelea kuimba katika majukwaa ya kikanisa zaidi. Ya, na sisi tunao mpango kama JCCS kuendelea kuimba kwa sababu ni kipaji, ni kama kusudi ambalo limeanzishwa na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo haliwezi kufutika kwa sababu eti sasa hivi nafanya harakati za kisiasa. Yeah. Kuwa binti, kuwa mdogo kwa umri wako na kuweza kuvaa kofia nyingi. Kuwa mwanamuziki hapo pia ni mwanaharakati wa asasi za kiraia. Yeah. Lakini pia ni katibu wa idara ya uhamasishaji chipkizi.
na CCM kwa maana UVCCM taifa. Yes. Ni ngumu kiasi gani ukizingatia kwamba wewe ni mdogo na ni binti? Ugumu haupo per se kwa sababu kila kitu tunakipangia muda wa kufanya, lakini changamoto zaidi ambayo naiona hapo ni vile kwa sababu ya nafasi hizi tofauti zinanihitaji sometimes nakuwa na matukio ambayo yananihitaji siku hiyo. Kwa ile kupanga kipi kianze, na lakini uzuri kwamba nina wasaidizi wazuri ambao wananisaidia kote, hata katika hii nafasi yangu. Tunao watumishi wa chama ambao wako ndani ya idara ya uhamasishaji na chipukizi taifa ambao kimsingi tunasaidiana kwa mambo mengi. Wazo la kuanzisha Assumpta Digital Schools na kuwa na taifa langu lilitoka wapi? Nilianza na kuwa na taifa langu. Nilivyomaliza shule, chuo degree yangu ya kwanza. Nilirudi nyumbani, nikaona kwamba kuna haja ya kuwa na taasisi ambayo italenga kuwapa elimu vijana, hususan elimu ya fedha na elimu ya kujenga uchumi wao binafsi. Kwa sababu maarifa yao nimeona kwa vijana wengi imekuwa ni changamoto, namna ya kubadilisha talanta zao kuwa fursa, namna ya kujua wanawezaje kuchakata hizi changamoto kuzibadilisha ziwe fursa, na elimu ya kujisimamia kama kijana katika generation yetu. Kwa nikasema taasisi yetu inakuwa na taifa langu litafanya kazi na vijana. Litawafikia vijana wote wa vijijini na mjini ili wapate hiyo elimu, ili waweze kuona manufaa ya nguvu zao kama vijana na kuwa na tija katika taifa letu. Na umekuwa ukifanya hivyo kwa muda gani sasa? Nimekuwa nikifanya hivi toka mwaka 2018 mpaka sasa. Sasa hivi wewe ni katibu wa uhamasishaji chipukizi, lakini pia na UVCCM taifa. Yes. Nataka unipitishe kwenye hiyo safari yako ya kuingia kwenye siasa sasa. Okay. Nimefurahi kuuliza swali kama hilo kwa sababu naamini kwamba hata binti mwenzangu anayonitazama atakuwa motivated, au kijana mwenye ndoto ya siasa pia atakuwa motivated. Mimi nilianza harakati hizi za siasa mwaka 2018 pia, wakati nimeanza harakati za kuanzisha taasisi yangu ya kijamii. Unajua unapokuwa mkurugenzi wa taasisi ya kijamii unakutana na makundi mengi, na unakutana na simulizi nyingi za vijana ambao kwa nafasi kama mkurugenzi tu wa taasisi unaona bado haitasaidia. Lakini ukiwa katika nafasi ya maamuzi fulani unaweza kuwasaidia vijana wenzako kwa nguvu zaidi. Kwa hiyo baada ya kukutana na makundi mengi pia kama unavyofahamu Chama cha Mapinduzi ni chama ambacho ni kikubwa na kipo katika wilaya zote, kata zote Tanzania, na ni uongozi mkubwa. Kwa hiyo unakutana na viongozi ambao wapo ndani ya Chama cha Mapinduzi ambao kimsingi pia wanahitaji vijana ambao wana mawazo ya kitofauti. Kwa hiyo nikahamasika kama kijana wa Tanzania. Mimi kabila, babangu ni Mgogo, mamangu ni Mhaya. Kwa sisi tumelelewa sana kwenda Ugogoni. Kwa hiyo harakati zangu nyingi pia nilikuwa nazifanya Dodoma. Kwa hiyo pale nikatiwa moyo na vijana wenzangu kwamba kwa kuwa umeshaanza kutatua changamoto mbalimbali au kufanya shughuli za kijamii, kwa nini usichukue fomu ya kugombea? Kwa hiyo mwaka 2020 nilichukua fomu ya ubunge viti maalum. Vijana. Yes, lakini kwa bahati nzuri sio mbaya. Nilikuwa na miaka 23. Yes. Kwa bahati nzuri sikushinda. Siwezi kusema bahati mbaya kwa sababu kila anguko ni fundisho ili uweze kusonga mbele. Kwa hiyo mimi nikaanza safari yangu hapo rasmi. Yaani mimi sikuanza hata kuchukua fomu ya udiwani. Nilienda moja kwa moja kwenye mkoa wa pili, nikashindwa kwenda taifa kupambania zile nafasi 6 za viti maalum vijana. So baada ya hapo nikaendelea. Unajua ukianza safari ya siasa unakutana na watu wengi.
na wengi zaidi ni wale ambao kama wewe ni kijana unakufurahia zaidi kwa sababu wanajua una mawazo mapya mengi. Kwa hiyo nikaendelea mwaka 2022 tena uwenyekiti wa mkoa wa Dodoma. Nikaenda. Na nikapigwa vibaya sana. Lakini I'm proud. Yani I'm proud kwa sababu nilikuwa binti pekee. Nilisimama na vidume watatu. Nice. Na jina lilirudi, kwa hiyo walinipendekeza kwamba waliona kwamba na uwezo. Lakini kwa bahati mbaya sikushinda. Baada hapo sasa, wakati naendelea masomo yangu ya masters ya MBA in International Business, nafasi ikatokea. Mungu, unajua unavyofanya juhudi na Watanzania wanaona, viongozi wanaona, jamii naona. Nikateuliwa na Secretariat kuu ya Chama cha Mapinduzi kuwa katibu wa idara ya uhamasishaji na chipukizi. Yamkini waliona nilivyokuwa naandaa shughuli mbalimbali, matamasha, makongamano, naweza kumobilize, nimeimba by the way nyimbo ya kwanza ya Kazi Iendelee. Okay. Yes, nilikuwa sijui hilo. Yeah, of course. Nice, asante. I'm proud kwa sababu hata nilivyoanza kuimba ilichochea mpaka kauli mbiu ya taifa ikawa Kazi Iendelee. Wasanii na wenyewe wakaanza kuimba Kazi Iendelee. Kwa ni kitu ambacho namshukuru Mungu kwamba nimeweza kukifanya na kikaonekana chenye tija. Kwa with all that naona kwamba waliona kwamba naweza kuwa katibu wa idara ya uhamasishaji na chipukizi. Pengine waliona vingine, lakini kwa upande wangu ninaona nimefanya kwa nafasi yangu. Yeah. Unafikiri pengine kukosa nafasi ambazo uligombea inaweza kawa ndio ilikutia nguvu kuona sasa unahitaji kuwa sehemu ya mabadiliko, au ni labda pengine baada ya kuteuliwa kwa katibu wa itikadi na uhamasishaji kwa sababu na sasa nafaa kuwa sehemu ya mabadiliko? Ni wakati gani ulihisi kwamba utakiwa uanze safari ya mabadiliko? Safari ya mabadiliko kwangu mimi niliona tangia napata wazo la kuwa na taasisi inaitwa na kuwa na taifa langu. Kwa sababu niliamini leo hii siwezi kuamka tu nikawa mbunge, siwezi kuamka tu nikawa waziri. Lakini kwa nafasi yangu kama binti, kwa nafasi yangu kama mkurugenzi wa taasisi ambayo ina aim ya kuleta mabadiliko ya kweli, naweza kuwa na maono hayo ya kuanza harakati za mabadiliko chanya katika jamii. Kwa hiyo mimi ilianza kabla ya taasisi. Yani pale ambapo nimepata wazo la kuwa na taasisi na kuwa na taifa langu. Nilijitune kwamba safari ya mabadiliko, harakati za kijamii, za maendeleo lazima nianze kuonyesha katika nafasi hii. Yeah. Ukiwa kama kijana mdogo lakini ukiwa kama mwanamke ambaye kwa maelezo yako maana yake tokea 2018 umekuwa ukihudumu kwenye masuala ya siasa kwa zaidi ya miaka 6. Unafikiri nafasi ya mwanamke katika siasa zetu za Tanzania ikoje? Ukweli kabisa kwa sasa nafasi ya mwanamke katika siasa zetu za Tanzania ni kubwa. Kwa sababu moja ya kwanza tunaye rais ambaye ni mwanamke. Yani hiyo huwezi kukwepa. Na ni historia hatujawahi kuwa na rais mwanamke. Kwa hiyo inatuonyesha kwamba nafasi ya mwanamke kuwa kiongozi au katika majukwaa ya kisiasa ni kubwa. Kwa sababu yeye ni rais lakini pia ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, mwenyekiti wetu. Kwa hiyo mimi naona nafasi kwa sasa inazidi kuwa kubwa, inaendelea. Though bado tunahitajika kuhamasisha mabinti wengi zaidi katika nafasi mbalimbali za uongozi. Kazi ya kata, wilaya, mikoa, mpaka taifa. Bado tuna kazi ya kufanya uhamasishaji kwa mabinti. Kwa sababu wengi wanaogopa siasa. Mabinti wengi wanaogopa siasa. Kwa nini unadhani wanawake au mabinti wanaogopa siasa? Nadhani maneno, unajua ukiwa mwanasiasa chochote utakachosema ni habari kwanza. Ukiwa mwanasiasa hata ukiteleza kidogo hata kwa kukosea katika maneno yako, headlines. Kwa hiyo ile pressure ya kuwa katika headlines mara kwa mara, kupata mitazamo tofauti ya mbali ya ile ambayo wewe unaiona. Nadhani kwa mabinti wengi hiyo imekuwa imewasononesha. Lakini pia katika hizi nafasi ambazo mabinti wanagombea kuna kuwaga na changamoto nyingi ya mabinti kupata
changamoto ya kutongozwa, rushwa ya ngono na nini. Sasa vitu kama hivyo pia vinavunja moyo sio tu mabinti, hata wazazi ambao wanawalea hao mabinti. Sasa hizo siasa chafu, siasa zinafanya mambo ya kudhalilisha mabinti wengine, lakini mimi nawatia moyo kwamba sasa hivi hata Chama cha Mapinduzi kipo mstari wa mbele kuwatia moyo mabinti. Lakini kimeweza kuweka nafasi mbalimbali ambazo zitawainua mabinti. Kama nafasi za viti maalum katika udiwani na ubunge. Lakini pia mchakato wa kupigiwa kura. Sasa hivi tunapiga kura kwa wanawake, na wanawake wenyewe wanaenda kuwapigia kura wanawake. Na hata mabinti ambao wanatafuta nafasi za ubunge wa viti maalum kwa kundi la vijana. Chama cha Mapinduzi kinathamini mabinti na nafasi zao. Na kinawalinda mabinti wengi. Okay. Na yamkini mimi mwenyewe nisingekubaliwa kutumikia nafasi hii kwa sababu bado wazazi wangu, walezi wangu ni washauri, lakini wenyewe wanajua kwamba if you are firm, if you are strong, kama una nguvu na uwezo, unaweza kujisimamia kama mwanamke na ukafanya kazi nzuri bila kuwa na changamoto. Kwenye safari yako ya siasa, ushakutana na changamoto ya rushwa ya ngono au kujaribiwa? Of course. Hebu nipitishe kama utojali. Uniambie what happened? Na unajua kuna baadhi ya watu wenye influence wana mentality kwamba mabinti ambao wanatafuta nafasi za uongozi wanaweza kufanya chochote ili kupata. Lakini kuna mabinti wengine kama sie, hatuwezi kukubali kufanya chochote ili kupata nafasi. Tutajipambanua kwa uwezo wetu, tutajipambanua kwa elimu yetu, ujuzi wetu, maarifa yetu, ubunifu, ili kuaminisha wanaotupigia kura waweze kutupigia kura. Kwa hiyo kuna kipindi kile cha uchaguzi, kila mtu sasa pale ndo anakuambia nakupenda. Lakini ile nakupenda inakuja kwa namna ya kuforce mapenzi, yani ya kuforce, yani usiponikubalia sasa utapita hapa. Kwa hiyo lakini tunamshukuru Mungu, wengine tumetoboa kwa maombi. Nataka uniambie wakati unakabiliana na hilo na hiyo situation ya kujaribiwa au kurubuniwa kwa namna ya kutoa ngono ili upate kazi, uliwezaje kuovercome? Ulitumia njia gani kusema kwa bwana hapana, hii sitaki, huyu sio mimi, sio uka yangu? Na nani ambaye ulienda kwa ajili ya kupata ushauri? Au je uliripoti? Kama uliripoti au uliamua ukae kimya? Kwa sababu ni story ambayo nimekutana kwa wadada wengi sana, sio tu wa kutoka labda Chama cha Mapinduzi. Nimeshaisikia upinzani kwenye vyama vya upinzani. Kwa ni kitu ambacho kipo kwenye nchi yetu. Sasa tusipo kiaddress maana yake tunakilea kiendelee kuwepo. Kwa mtazamo wangu na mimi nilichopitia, mengi nilikuwa najiepusha kwa kuwa na msimamo. Kwa hiyo msimamo wangu mimi ndio ulionivusha. Kwamba itakuwa ni kitu cha ajabu leo hii nikisikika kwamba nimefanya hivi wakati nimesoma, wazazi wangu wamejituma, wamenilea vizuri. Kwa hiyo ni kuonyesha msimamo na kusema bwana, hili jambo hata kama sitapita sasa hivi kwa sababu nimekunyima 1 2 3, tutaonana huko mbeleni. Naweza kuliweka aside, nikafanya harakati zingine na bado nikatoboa. Kwa hiyo ni ile ujasiri wa kukataa, wa kusema kwamba hii sio utaratibu. Kwanza sio utaratibu. Alafu cha pili ninafahamu haki zangu za msingi. Kwa hiyo naweza kukuripoti, naweza kufanya maamuzi ambayo yatanilinda mimi kwa nafasi hii, na kutokuwa na uoga. Kama binti unajua haki yako ya msingi, kuna mambo ambayo ukishawishiwa unatakiwa usikubaliane nayo. Na uwe na nguvu ya kukataa na kusema hapana. Moja ambayo nimejifunza kwa mabinti au wadada wengi kwenye story zao hizi za kuingia kwenye siasa mpaka kufika walipofika, wanapokutana na hii changamoto ya rushwa ya ngono, wengi wakiovercome hawachagui kwenda kuripoti
hata kwenye story yako sijasikia ukisema bwana nilienda kuripoti au nilifanya nini. Labda unipitishe kwa nini wewe ukutaka kuripoti yaliyokukuta? Kwa sababu najua wale watu wapo na unakutana nao kwenye shughuli zako za kila siku. Sijui unaangalia naje nao. Lakini ningependa kujua kwa nini wewe ulichagua bwana mimi sitaripoti, nitaendelea kufanya kazi zangu za siasa. Unajua mimi nilichagua kutoripoti kwa sababu cha kwanza ukishaonyesha dhamira yako. Unajua wanaume ukishawaambia hiki hutaki. Kuna wale ambao wanaheshimu na kuna wale ambao hawaheshimu. Mimi nimekutana nao ambao wananiheshimu. Na kama Jessica amesema hataki, siwezi kumfanya lolote chochote. Kwa sababu kwanza anatambua haki yake. Kwa hiyo inamaanisha kwamba wangezidi kuniforce au wangezidi kuchochea kile kitu ambacho mimi nimepinga cha kwanza, ningekuwa na uwezo wa kuripoti. Lakini kama mtu umemwambia hapana na haja kurudia, it means imempa uelewa kwamba huyu ni mtu wa msimamo. Huyu ni mtu wa msimamo. Yeah. Okay, labda utueleze pia kwenye kipindi ambacho umefanya harakati za kutetea jinsia, wanawake na vijana, ni changamoto gani kubwa ambayo umekutana nayo kwenye harakati ama kwenye kushughulikia masuala ya vijana na wanawake? Kwa kipindi chetu kama hichi ambacho tunacho vijana wa sasa, changamoto kubwa ni afya ya akili. Afya ya akili ni changamoto kubwa sana ambayo ipo katika jamii yetu. Na inachochewa na vitu vingi. Wengine inachochewa na marafiki, peer pressure, lakini wengine inachochewa kwa sababu ya malezi, hawakupata malezi ambayo leo hii binti au kijana, sio tu binti, kijana, kwa sababu mimi ni kiongozi wa vijana. Kijana akiwa na changamoto hawezi kuzungumza na mlezi wake, au pia hawezi kumueleza hali halisi kwa kiongozi wake. Kwa hiyo hicho ni changamoto ya kwanza. Kwa hiyo unakuta ile nguvu kazi ya kufanya kitu ambacho chenye matokeo haionekani katika taifa, kwa sababu kwanza kuna changamoto ya afya ya akili. Lakini kingine ni kubadilisha sasa changamoto ambazo vijana wanaona ikawa fursa, kwa sababu inatakiwa kuwa na ujuzi au uelewa mwingi wa namna gani ya kubadilisha changamoto kuwa fursa. Kwa hapo tunarudi katika sekta ya uchumi pia. Kwa hiyo wengi wana changamoto ya uchumi, lakini hawajui kwamba hiyo changamoto ya uchumi unaweza kuangalia kwa jicho lingine ukabadilisha hiyo changamoto kwa kutumia fursa mbalimbali ambazo zipo katika taifa. Kutumia sisi katika Chama cha Mapinduzi na katika ilani yetu ambayo kimsingi inatekelezwa na serikali, tuna mikopo ya halmashauri 10%. Ambayo ile ukiangalia vizuri inataka vijana wawe katika vikundi pia. Sasa ile vijana kuchakata kwamba hii biashara labda kuna fursa ya kitu fulani ndani ya mkoa wa let's say Dar es Salaam. Nitaungana na nani? Je, tutafanya hii kazi kwa ubunifu wa hali gani ili iweze kuwa na tija na tuone kwamba itabadilisha maisha yetu. Kwa hiyo inahitaji elimu sana. Hiyo inahitaji practical examples za watu ambao wamefanikiwa. Hiyo inahitaji elimu ya fedha, elimu ya saving, elimu ya uchumi. Kwa hiyo ni changamoto kubwa ambayo vijana kiuhalisia hawajapata elimu ya kutosha. Lakini sasa kwa nafasi yangu kama katibu wa idara ya uhamasishaji na chipukizi, ni obligation yangu mimi sasa kuandaa makongamano zaidi ya vijana, kuwapa elimu, na tumefanya hivyo. Kupitia uongozi wa mwenyekiti wetu Mohamed Ali Kawaida, ameweza kuwafikia vijana kupitia hizo kongamano za fursa za uchumi na kubadilisha changamoto kuwa fursa. Kwa hiyo ni vitu ambavyo tunaendelea kuvifanya ili tuweze kupata mabadiliko haya kwa pamoja. Wewe unawakilisha makundi ambayo yana idadi kubwa sana ya uwakilishi. Vijana ndio nguvu kazi na ndio kuseme rika lenye idadi kubwa ya watu. Kabisa. Lakini pia wanawake ndio nasema ndio walio wengi kiidadi kwa namba Tanzania, lakini pia ndio wapiga kura walio wengi kwa mujibu wa daftari letu la kudumu la kupiga kura. Walio wengi kwenye walioandikishwa ni wanawake. Ukiwa mwakilishi wa makundi hayo mawili na mwaka huu tunakwenda kwenye uchaguzi,
tumeona yanayoendelea na vitu vingine vinavyoendelea. Unafikiri haya makundi mawili ambayo ndio makundi muhimu yana nafasi gani kwenye uchaguzi huu? Kwa sababu pia vijana wengi tunatamani washiriki na wanawake wengi washiriki kuelekea kwenye uchaguzi. Unafikiri wana nafasi gani na kipi ambacho kinawafanya sasa haya makundi mawili licha kuwa na idadi kubwa ya uwakilishi lakini hatuyaoni kwenye michakato ya uchaguzi au hatuoni kwenye wakigombania hizi nafasi? Sisi kama Chama cha Mapinduzi kupitia Jumuiya ya Umoja wa Vijana, sisi tunatambua nafasi ya vijana. Na wanawake, unajua kuna jumuiya kuna jumuiya ya wanawake ya Umoja wa Wanawake. Na wao pia wanafahamu katika kipindi hiki cha uchaguzi haya makundi mawili ni makundi ambayo yanaweza kufanya mabadiliko makubwa sana hapa Tanzania. Na sisi kwa kufahamu hivyo, sisi kama UVCCM hatuko mbali na vijana. Kama umekuwa ukifuatilia siasa zetu, kupitia mwenyekiti wetu jumuiya yetu amekuwa akizunguka mikoa kuhamasisha, kuwaandaa vijana kwanza kushiriki katika kuboresha taarifa katika kitabu cha kupiga kura, kwa sababu ni muhimu. Leo hii vijana tunahama makazi. Leo tuko Mwanza, kesho tuko Dar es Salaam, siku nyingine tuko Dodoma. Lakini hiyo haikunyimi wewe nafasi yako au haki yako ya kupiga kura. Kwa hiyo kwanza ni kutoa hiyo elimu na kufanya hamasa. Vijana kuelewa kwamba kabla ya kupiga kura kuna kujiandikisha. Kabla ya kupiga kura kuna kuboresha taarifa. Kwa sisi tumetambua na tumezunguka na tuna kampeni ambazo zinazunguka. Tunafanya kwa kuzunguka Tanzania nzima kuwaandaa vijana. Lakini sio hivyo tu. Leo hii ukienda kumwambia kijana ajiandikishe ili ajiandae kupiga kura, lazima umuonyeshe au mtaarifu maendeleo ambayo serikali imefanya. Umeona? Kwa sisi hata katika ziara zetu tunataja maendeleo, tunasemea maendeleo ambayo serikali imeyafanya. Na ilani ya Chama cha Mapinduzi imesimamia maendeleo hayo. Kwa hiyo kwa harakati hizi tunaamini kwanza tutamobilize vijana wengi wapitie katika kutumia nafasi yao ya haki yao ya msingi ya kupiga kura, lakini pia hata wao tunawaambia kama umefikisha umri na umejitafakari kwa uweledi wako, ubunifu wako, akili yako, unaweza kuwa kiongozi bora, tunaambia wachukue fomu muda ukifika. Kwa sababu tunaamini kwamba kama vijana ni wengi, basi kuna vijana ambao wako tayari kuwa viongozi na wako tayari kusimamia maendeleo ya taifa. Kwa tunafanya hivyo na tunaamini kwamba kipindi hiki vijana wengi watachukua fomu za udiwani, za ubunge, na Chama cha Mapinduzi kupitia Jumuiya ya Vijana ipo tayari kusupport. Alikuwa mwenyekiti katika mkoa wa Njombe. Alisema, "Nyie chukueni fomu vijana muda ukifika. Masuala ya jina kurudi niachieni mie." Kwa hiyo tunayo viongozi ambao wako tayari kuona ushiriki wa vijana zaidi katika uchaguzi huu. Hicho ndo tunamshukuru Mungu kwa ajili. Mimi nakumbuka wakati nakuwa uko ukitazama kwa mfano labda CCM, unaona vijana wakiwa sehemu ya kudrive michakato tofauti ya chama. Na wao pia ndio huwa mara nyingi hata ikitokea chama kimeshambuliwa huwa wanajitokeza kujibia. Sasa hivi naona kama kidogo hiyo haipo. Yaani sioni hao vijana ambao wameandaliwa kwa namna hiyo. Sijui naeleweka tujaribu kusema, sitaki kutaja majina kwa sababu tayari sasa kuna watu ni waandamizi ndani ya chama na serikalini. Lakini vijana kama wale sasa hivi hatuwaoni. Na hii nadhani ina cross cut kote, sio CCM, hata kwenye vyama vya upinzani. Sasa hivi kuna kushuka kwenye vijana wale ambao tunaona wanajitokeza, wanasimamia misimamo kwa nguvu na nini. Sasa hivi kidogo imeshuka. Unafikiri ni kwa nini iko hivyo? Na kwa nini ndani ya chama hatuoni hao wakitayarishwa katika namna hiyo kama tulivyozoea huko nyuma? Labda unieleze zaidi kitu gani ambacho huoni vijana wa sasa wakifanya kama huko nyuma? Sawa. Kwa mfano, namna ambavyo huko nyuma tulikuwa tukishuhudia kwamba ikitokea pengine tatizo la rushwa,
vijana watakuwa wako very firm kusimama kukemea. Likitokea pengine mabadiliko au maboresho ya katiba, unaona vijana wanajitokeza kuzungumza ndani ya chama na nje ya chama. Watu kama wakina Paul Makonda kipindi wako UVCCM walikuwa vocal kidogo. Vivyo hivyo wakina Zito Kabwe wakati wako Chadema walikuwa very vocal. Sasa aina hiyo ya watu wa namna hiyo sasa hivi, au vijana wa namna hiyo sasa hivi kidogo hatuwaoni ambao wanaweza wakachallenge chama au wakachallenge serikali bila kuvunja sheria. Yes. Kama unakumbuka hapo nyuma kidogo, nadhani wiki moja iliyopita, mimi nijitokeza kuzungumza, lakini nilizungumza kwa nafasi yangu, lakini nilizungumza pia kwa nafasi ya UVCCM. Na tulisimamia kimsingi uhamasishaji wa amani ndani ya taifa. Kwa sababu haya yote, changamoto zote zinazoonekana za kisiasa, kutofautiana kimawazo, kilileta sintofahamu nyingi. Kwanza kabisa, katika hizo sintofahamu, Chama cha Mapinduzi kimeendelea kuona kwamba kuna haja ya sisi vijana kuzungumza na vijana wenzetu. Kwanza kudumisha amani, lakini cha pili kuunga mkono kwa juhudi ambazo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anazifanya kama rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kama ukiwa mfuatiliaji tena vizuri katika hizi ziara za viongozi wetu wa jumuiya kama mwenyekiti, amejitokeza mara nyingi sana kuzungumzia mambo mengi. Amezungumzia kwanza maendeleo ambayo Mheshimiwa Rais amefanya katika kuboresha maisha ya Mtanzania, kijana wa Kitanzania, nafasi za ajira zaidi ya milioni 8 ambazo Mheshimiwa Rais amesimamia mpaka vijana wanapata katika hii miradi ya kimkakati. Lakini pia tunazungumza masuala ya upotoshaji wa taarifa. Kwa sababu leo hii ukisema kwamba ukipotosha jamii, kwa sababu sasa hivi mitandao inaenda mbali. Unamuogopesha mpaka hata mwekezaji kutokuwekeza Tanzania. Kwa sababu wanaona kama serikali haisimamii mambo ya msingi ambayo yanaweza kulinda hata haki zao wakija hapa Tanzania. Ambayo sio kweli. Katika kipindi hiki miaka 4 tumeona ukuaji wa uchumi ndani ya taifa letu, pato letu ya taifa limeongezeka, na sisi tuna jukumu kama UVCCM. Yamkini kipindi hiko ambacho nakizungumzia kulikuwa kuna mitandao. Of course kulikuwa kuna mitandao kama sasa hivi. Lakini sisi ukituzungumzia UVCCM tuko kila page au kila platform ya social media. Tupo tunaeleza. Lakini sio hivyo tu. Ukizungumzia kipindi kile ambacho viongozi wetu waliopita walikuwa wanasimamia uhuru, wanaungana, wanapambania uhuru wa Tanzania, maendeleo ya kiuchumi, mapinduzi ya kiuchumi, tunafanyaje? Kama nilivyosema hapo awali, tunao wajibu wa kuongeza makongamano kwa sababu taarifa lazima ifike zaidi. Lakini kwa nafasi yetu sisi kama UVCCM tupo kila mahali na tunazungumza. Tunao wadau mbalimbali ambao tunashirikiana nao, ambao kimsingi hata wao ni watu ambao wana raise issues, critical issues za nchi yetu. Masuala ya rushwa, tunakemea rushwa. Masuala ya udhalilishaji wa kingono, hadi policies zinabadilishwa ili kumlinda binti au kuwalinda wanawake katika michakato ya kisiasa. Kwa hiyo kwa upande wetu na kwa upande wa jamii nzima, nafahamu kwamba wanaona kazi kubwa ambayo jumuiya ya vijana inafanya. Lakini bado tuna kazi kubwa zaidi kulea kizazi ambacho kinakuja nyuma yetu. Umekuwa ukihamasisha kuhusiana na uwezeshaji wa kiuchumi kwa wanawake na vijana. Unafikiri nini kifanyike ili sera zetu ziweze kuleta mabadiliko halisi? Kikubwa ambacho mimi nafikiri kifanyike ili sera zetu zilete mabadiliko makubwa zaidi ni kuongeza ushiriki wa vijana katika nafasi za uongozi.
Kwa sababu leo hii huwezi kumpeleka mtu ambayo haelewi changamoto ya vijana. Yes. Aeleze changamoto zao. Lakini tunavyohamasisha sasa, kipindi cha uchaguzi umekuja. 2025. Tuhamasishe ushiriki wa vijana walio tayari, wenye uwezo wa kuongoza, ambao wakisimama wanaweza kupinga rushwa, ambao wakisimama haki yao inunuliwi. Unafikiri tuna hao vijana ambao wako tayari, kwa sababu wengi wanahisi kwamba pengine vijana wanaingia kwenye siasa kufanya siasa kama springboard. Nikisema springboard unanielewa, kama sehemu ya kudundia ili wafike sehemu fulani. Hii tuna hao vijana, na hao wanaosema kwamba vijana wanatumia siasa kama springboard, kuna uhalisia pia. Mimi naamini kabisa kama kuna kiongozi mzuri, basi kuna kiongozi mbaya. Lakini pia naamini zaidi ndani ya Chama cha Mapinduzi, ndani ya jumuiya yetu, chini ya uongozi wa Mohamed Ali Kawaida, kwa sababu yeye ndo mfano. Kama yeye haamini katika uongozi wa kudhalilisha watu, uongozi wa matusi, uongozi ambao hautetei haki za watu, basi naamini hata sisi tulio chini yake tunasimamia misingi hiyo. Na viongozi hao wapo ndani ya jumuiya yetu, ambao wakisimama wanasimama kutetea maslahi ya vijana wenzao. Na hili la kufanya springboard, la kufanya siasa, vijana wanafanya siasa kama springboard ya kudundia kufika sehemu fulani. Of course katika kundi la watu 10, 9 wakiwa wema, basi hata mmoja anaweza kuwa ana changamoto. Lakini kwa kuwa, ndio maana narudi pale sasa, kwa kuwa na viongozi ambao wenye kusimamia misingi ya haki, mimi naamini vijana wengi watalelewa ndani ya misingi hiyo ambao tunawaona sasa hivi. Tunao viongozi ambao wanaaminiwa kwa nafasi kubwa. Tunaye mwenyekiti wetu niliyokwisha kumtaja, lakini pia tunaye katibu mkuu wa UVCCM, Jokate Urban Margelo. Amekuwa kinara, na unaona kabisa huyu ni kiongozi ambaye analeta mabadiliko. Lakini mbali ya hivyo, Mheshimiwa Rais ameamini viongozi vijana. Kuna Kena kiongozi RC, the youngest RC. Kama leo hii asingekuwa kiongozi mwenye fikra chanya, mwenye kuleta mabadiliko, asingeaminiwa. Na ametokea jumuiya ya vijana. Kwa bado tuna nafasi ya kuleta hayo mapinduzi ambayo jamii inaitegemea vyama vya siasa vilete. Wewe umekuwa ukihamasisha pia matumizi ya teknolojia. Na nadhani kupitia Assumpta Digital Schools umekuwa ukitoa elimu hiyo kwa vijana. Unafikiri teknolojia ina nafasi gani kwenye kutengeneza uwazi wa siasa zetu, lakini pia katika kuongeza ushiriki wa makundi ambayo yako marginalized, yako disposed? Ina mchango gani kwenye kuyafikia? Kwanza teknolojia sasa hivi ina mchango mkubwa kuleta mabadiliko ya kila sekta. Siasa, kila sekta, teknolojia ndo kitu muhimu cha kuleta mabadiliko haya. Na kwa upande wangu mimi naona kwa matumizi ya teknolojia kwenye siasa, hususan katika taarifa. Taarifa hapo tunazungumzia hata vyombo vya habari. Katika taarifa tunazungumzia taarifa kutoka vikundi mbalimbali vya kijamii. Katika taarifa pia tunazungumzia uwazi wa mambo, na unaonekana. Leo hii huwezi kupiga picha jengo ambalo halijakamilika alafu ukasema limekamilika. Kwa teknolojia ni uwazi tosha. Na mimi naamini katika kipindi hiki na kijacho, teknolojia itatumika kwanza kunadi viongozi wale ambao taifa linahitaji kwa matendo yao. Teknolojia itatumika kunadi au kunadi makundi mbalimbali ya jamii ambayo yanaweza kuleta mabadiliko chanya. Na pia teknolojia inafikika sehemu ambazo watu wengine walikuwa hatarajii kuona, maybe mapinduzi ya kielimu, mapinduzi ya kimaendeleo, lakini kwa kupitia teknolojia leo hii mtu aliyokuwa Mwanza anaweza kushuhudia mambo ambayo yanatendeka Ruvuma. Kwa hiyo mimi naona teknolojia itakuwa na nafasi ya kuunganisha jamii,
kuunganisha jamii kwa kuonyesha uhalisia wa mambo. Ambao hiyo kimsingi hiyo ndio ni selling out point ya kipindi cha uchaguzi. Kwamba tumesema tumeleta maendeleo tutayaona, taarifa zitatufikia, videos, unajua pictures, videos zinaweza kutumika kusaidia kupata uelewa watu katika jamii. Sababu teknolojia haisahau. Lakini changamoto pia inakuja teknolojia hiyo kuna AI sasa hivi. Sasa namna ya kunavigate mtu kuelewa kwamba hii ni AI na hii ni uhalisia. Hiyo bado inatakiwa umakini wa hali ya juu. Kwa elimu lazima tufikishe kwa jamii. Na ndio maana tunarudi kule niliposema kwamba kupitia hizi ziara ambazo sisi UVCCM tunazifanya, tunawaandaa vijana wenzetu waelewe haya mambo yatakuja, lakini wawe na ufahamu wa kujua kilicho kweli na kilicho ambacho sio kweli. Bila shaka kwa kazi ambazo unazifanya kuna watu ambao ukiwaangalia hivi wanakuvutia. Kwenye siasa zetu za Tanzania ni wanawake gani ambao wanakuvutia zaidi? Ambao wapo au walikuwepo au walipita huko nyuma? Wapi ambao wanakuvutia zaidi na ni wakina nani? Wa kwanza kabisa ni Dr. Samia Suluhu Hassan. Ndio. Kwa nini? Rais wetu. Niliulizwa hili swali zamani kidogo. Alivyoingia tu madarakani. Nikauliza kwa nini? Kwa kweli mimi nampenda sana Mheshimiwa Rais kwa ujasiri aliokuwa nao. Sio rahisi kuongoza taifa letu katika kipindi kile ambacho amechukua madaraka. Lakini amekuwa ni mtu wa ujasiri, mtu wa kusimamia maendeleo, mtu wa kuendeleza maendeleo ambayo alishafanya na aliyepita. Kwa ni kitu ambacho kimenipa mimi nguvu ya kusonga mbele. Kama Mheshimiwa Rais ana uthubutu mkubwa, yani mwanamke, yeye ni mama, yani mtu wa familia, lakini bado kazi zake zinaenda, basi sisi mabinti tunaye mtu wa kumtazamia na kujifunza. Yes. Wa pili ni katibu mkuu wa jumuiya. Jokate Urban Mwegelo. Nimepata neema kubwa sana kuwa karibu yake katika nafasi hii, kwa sababu pia mimi ni mmoja wa wasaidizi wake. Na kitu kimoja labda niseme, siku ya kwanza nateuliwa, nilianza kazi baada ya siku 2. Tena kazi yangu ya kwanza ilikuwa field work. Ni kama mtu anakuambia sasa chukua hivi vifaa, kazi iko pale, nenda. Lakini alinipima, akanipa uelewa kazi tunafanyaje. Kwa hiyo nimeona ni mtu wa bahati kubwa sana. Na wa mwisho mamangu mzazi. Okay. Yes, of course alitakiwa aanze. Nilikuwa najiuliza kwa nini hajaanza wa kwanza. Sasa ningesema wa kwanza, nasema huyu anadeka, huyu si last born huyu. Lakini she's close to my heart. Mamangu mzazi Dr. Sumta Mshama amenilea katika misingi ya upambanaji. Usingi wa upambanaji na kujisimamia katika mambo mengi. Na amekuwa role model wangu wa kila siku. Sawa. Kwenye usawa wa kijinsia unaamini nini? Unaamini katika fursa kwa wote au haki kwa wote au vyote viende? Kwa sababu mimi naamini kuna vitu ambavyo, kuna kazi ambazo mwanamke hawezi kuzifanya, kuna kazi ambazo mwanaume anaweza kuzifanya. Lakini kwenye notion na kwamba tunamwezesha mwanamke, ni lazima pia tuweke demarcation na kwamba tunamwezeshaje, si ndio? Ili tuweze kuelewa. Ndio maana nataka nipate uelewa wako, kwa sababu umekuepo kwenye hizo harakati kwa muda mrefu. Mimi naamini kuna kazi ambazo mwanamke hawezi kuzifanya. Kwa hiyo naamini kwamba kuna baadhi ya fursa mwanamke hatuziweza. Ila naamini kwenye haki ya mwanamke kwa kila mtu. Hiyo huo ni mtazamo wangu. Mimi nataka nisikie kwako. Wewe unaamini kwenye fursa kwa wote ama haki kwa wote au vyote viende pamoja? Mimi naamini katika fursa kwa wote. Fursa kwa wote. Kwa nini fursa kwa wote? Lakini fursa kwa wote kwa kuangalia au kuzingatia jinsia.
Kwa kuangalia au kuzingatia jinsia. Kwa sababu unapompa fursa mwanaume, hiyo ukampa fursa mwanamke, haikulimit wewe kuangalia namna hiyo fursa inaenda. Kwa sababu kama mwanamke wewe unafahamu, ana majukumu mengi zaidi ambayo anapaswa kufanya, ambayo lazima hayafanye, at the same time lazima aendelee na majukumu ambayo yapo kulingana na mwanaume. Kwa kuna priorities fulani ukiingia zaidi katika kuelewa mambo ya kijinsia, utaona kuna priorities gani ambazo zinatakiwa zimsingi zilindwe kwa mwanamke. Katika usawa wa kijinsia Tanzania, unafikiri tukifika 2030 una maono gani kwenye hilo swala la usawa? Unafikiri tutakuwa tumepiga hatua au bado tutakuwa tunasuasua? Kwa sababu kwa sasa nchi ambayo inafanya vizuri kwenye mambo ya kijinsia ni Rwanda kwa Afrika Mashariki. Sisi kidogo bado tunapambana. Kuna kazi kubwa ambayo imefanyika. Ukiangalia tokea 2020 kuja 2024. Kwa maono yako nafikiri 2030 hali itakuwaje kwenye usawa wa kijinsia? Kwa maoni yangu hali itakuwa sio mbaya. Sio mbaya kwa sababu kama nilivyosema hapo mwanzo, wanawake wanajitokeza kwa wingi. Kufuatia na uhamasishaji mkubwa. We have the first female president. Yani yule ndo role model wa wanawake wengi. Kwa hiyo mwanamke lazima atajipambanua zaidi. Atajipanga zaidi kuwa katika nafasi za uongozi kwa sababu tunaye mfano. Kwa hiyo mimi naamini mpaka 2030 tunaweza tukawa sambamba na Rwanda mpaka 2030. Unafikiri kwamba wakati ndo wakati mzuri zaidi kwa sababu tuna rais mwanamke, tuna speaker mwanamke, tuna katibu kiongozi Zanzibar mwanamke, tuna waziri wa ulinzi mwanamke kwa mara ya kwanza. Exactly. Kwa huu ni wakati sahihi kwako. Huu ni wakati sahihi na hatuna kizuizi. Yani tunao watu wa mfano. Kwa sisi kama mwanamke hatuwezi kusema hamna nafasi, sijui rais mwenyewe ni mwanamke. Kwa leo hii hatuna kisingizio kabisa. 2030 mimi naamini kabisa tutakuwa sambamba na Rwanda. Ujumbe wako wa mwisho kwa binti au mwanamke anayetutazama ambaye naye ana ndoto ya kuja kuwa mwanaharakati au kuwa mwanasiasa kama wewe? Ujumbe wangu kwa mwanamke au binti mwenye ndoto kuwa katika siasa ni kuzingatia mambo matatu ya msingi ambayo mimi binafsi yamenisaidia na ameweza kunifikisha hapa. Jambo la kwanza ni mwanamke au binti lazima uwe na maono. Na maono yao ya makubwa ambayo yataleta mabadiliko halisi na chanya katika jamii yako. Lakini cha pili uwe na mpango au mkakati wa kuyafanyia kazi maono hayo. Ukiwa na mpango halisi kulingana na wakati wako, kulingana na nguvu na watu ambao utashirikiana nao, utafika mbali. Cha tatu cha mwisho kabisa ni kutekeleza hayo yote ambayo umeyapanga kuyafanya. Usiwe mwanamke wa excuse, usiwe msichana ambao una visingizio vingi. Amka, pambana, chapa kazi. Naam, kama ulivyosikia, amka, pambana, chapa kazi. Nafikiri kila kijana anayo nafasi ya kwake ya kipekee ya kufanya jambo, kuacha alama kwenye nchi yetu. Na tunakubaliana kwamba vijana, kwa sababu ndio kundi kubwa ambalo lina uwakilishi kwa hapa nchini kwetu, tunayo kazi kubwa sana ya kuhakikisha kwamba kwanza tunakuwa madereva wa maendeleo yetu, lakini pia tunakuwa sehemu ya kufanya maamuzi. Lakini wanasema mwisho wa kipindi kimoja ndio mwanzo wa kipindi kingine. Kwa leo kwenye siasa zetu special edition tulikuwa tuna Jessica Mshama, lakini mpaka wakati mwingine, mimi naitwa Roman Shirima, ndani ya VAD.